Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kali kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, akisema anapaswa kuwa na wasiwasi mkubwa, huku mvutano kati ya Washington na Tehran ukiongezeka kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Akizungumza na NBC News Jumatano, Trump alisema Marekani imeiondoa kabisa nyuklia ya Iran kupitia operesheni aliyoiita Operesheni Midnight Hammer, akidai mashambulizi yalilenga vituo vitatu vya nyuklia. Alisema hatua hiyo imepunguza hofu ya nchi za Kiarabu dhidi ya Iran na kuleta utulivu wa kikanda. Trump pia alidai Iran inajaribu kufufua mpango wake wa nyuklia, lakini imeshindwa, huku Marekani ikiongeza uwepo wake wa kijeshi karibu na Iran, ikiwemo kuwasili kwa manowari ya USS Abraham Lincoln na ndege za kivita. Wakati huo huo, mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Iran yanatarajiwa kufanyika Ijumaa mjini Muscat, Oman, baada ya nchi 9 za Kiarabu kushinikiza diplomasia isianguke. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amethibitisha kuwa mazungumzo yataanza saa 4 asubuhi kwa saa za Oman. Onyo la Trump linakuja wakati diplomasia ikirejea kwa shinikizo la kikanda, likionyesha mvutano kati ya vitisho vya kijeshi na juhudi za mazungumzo kuhusu mustakabali wa nyuklia wa Iran. Kufuatia mahojiano ya rais wa Marekani Donald Trump na kituo cha habari cha NBC News siku ya hapo jana nchini Marekani, akieleza kwamba kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei anapaswa kuwa na wasiwasi kutokana na yote ambayo yanajiri katika mvutano baina ya Marekani pamoja na Irani. Alikuwa akimaanisha kwamba wasiwasi huo ni mashambulizi zaidi ya kijeshi ya Marekani, kwamba Trump anaashiria kuwa kama Irani itaendelea au kujaribu kufufua mpango wake wa nyuklia, Marekani iko tayari kuchukua hatua kali zaidi za kijeshi, ikiwemo mashambulizi mapya. Lakini vile vile akaeleza kingine kwamba Trump anadai vituo vya nyuklia vilishambuliwa na kuharibiwa kabisa, hivyo Khamenei anapaswa kuwa na wasiwasi endapo Irani itajaribu kujenga upya au kuanzisha tena vituo hivyo, basi vitaangamizwa kabisa na mpango wake wa nyuklia unaweza kufutika katika taifa hilo. Lakini sababu nyingine pia ni shinikizo kubwa la kimataifa na kikanda. Marekani imeongeza uwepo wa kijeshi na inaungwa mkono na baadhi ya nchi za Kiarabu. Hii inaongeza upweke wa Iran kimataifa na kupunguza nafasi yake ya kujitetea kimataifa. Kwa hivyo kumekuwepo na sitofahamu nyingi ambazo zinazidi kuweza kuendelea huko nchini Irani, lakini vile vile na mvutano na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia na mazungumzo ambayo yanakwenda kufanyika siku ya hapo kesho mjini Muscat, Oman. Kwa taarifa zaidi ni kuombe mtazamaji basi uweze kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.